kuna kisa kimoja cha fisi. Sinafikiri tunamfahamu mnyama ambaye anaitwa fisi. Fisi, wajua yeye fisi kuna time kama tunavyojua story ya fisi kuna time alikuja akasilimu. So fisi aliposlimu sasa akawa ameelezewa ule utaratibu wa Uislamu penye unafaa kufuatilizwa. Sasa akasema haina shida shehe, mimi nimeshaamua hizo ni kati ya hadithi za Mtume. Sasa mimi haina shida, naweza nikaslimu. Akamwambia ni sawa, akaslimishwa, akaelezwa utaratibu wa Muislamu penye anafataka awe. Akasema sawa. Sasa siku ya kwanza fisi akasikia muadhini, kaadhiniwa, akasema kama kawaida Muislamu anaposikia adhana lazima aelekee msikitini. Sasa fisi kama kawaida akaenda zake msikitini. Kapita barabara ilikuwa iko sawa, kaenda mpaka msikitini. Sasa alipotoka msikitini, alipokuwa anarejea nyumbani akaja akapata kuna mnyama amekufa pale barabarani. Sasa akasema lakini katika dini ya Kiislamu nyama akifa na hii nafikiri ni najisi. Sasa kabidi ule fisi akampita na mbali ule mnyama. Akaenda nyumbani, lakini ilipofika temu ya swala tena akaenda akamuuliza yule shekhe pale, bwana tunajua sisi Waislamu na kitu kilichokufa na nini mfu haturuhusiwi. Akamwambia kabisa haturuhusiwi. Sasa nimeona mnyama mimi barabarani amefariki, je naweza kufanya nini kama Muislamu? Akamwambia sababu kama Muislamu na umemwona ule mnyama amekufa pale barabarani, unaweza mchukua ule mnyama na ukamweka kando ya barabara ili wenzako wakitakupita wapite bila usumbufu. Hasa yule fisi akaenda akamshika ule mnyama akamburuta kando, lakini wakati anaburuta yule fisi akamsikia na mnyama ni mzito kweli kweli na pia amenona, akamweka kando, lakini akasema sitafikiria mengi kwa sababu mimi ni Muslimu kwa sasa. Akasema Muislamu. So yule fisi akaenda zake msikitini, akasema na akaenda kumuuliza tena ule ustadhi, je yule mnyama nishamtoa pale barabarani yuko kando, lakini pale anaweza oza akanukia watu, kama Muislamu anaweza fanya nini? Akaambiwa si shida bwana, kama Muislamu anaweza chimba shimo pale ukamchukua ule mnyama ukaenda ukamzika pale ukamfikia ili mazingira asichafuke. Anapambana na fisi kama Muislamu bwana. Akaenda bwana yule fisi akaenda akachimba shimo pale akamburuta ule mnyama akamwangusha pale. Sasa yule mnyama ile kuanguka pale kwenye ile shimo, ule mshindo ulivyopiga yule fisi akapiga mahesabu, huyu mnyama alivyonona na huo msindo alivyopiga hapo chini, akasema leo navunja Uislamu unaupenda kweli, lakini kwa huu mshindo mtanisamehe jamani. Basi tena tukiwa hapo kuna yule bwana alibatizwa. Sasa yule si Muislamu, sasa Mkristo. Sasa alibatizwa, alikuwa yeye anakunywa pombe sana, saa zote anakunywa pombe. Sasa akapelekwa mahali akamwambia ukibatizwa tu unakuwa kiumbe kipya, utawacha kabisa, utaachana kabisa na pombe. Akaenda akabatizwa, akapatiwa jina jipya. Sasa kuanzia sasa utaitwa John the Baptist. Johana Yule mbatizaji mwenyewe sasa. Akarudi nyumbani. Siku ya kwanza alipofika tu nyumbani akafungua friji, jokofu lile. Alipolifungua akaungana na mzinga wa nani wa pombe yake ile baridi. Sasa akitaka kushika hivi akakumbuka kwamba nimebatizwa kiumbe kipya. Sasa akafikiria alibatizwa kwa njia gani? Anatumbukizwa kwenye maji. Kwa hivyo akauchukua ule mzinga, akaenda kutumbukiza kwenye maji, akabatiza. Alafu akautoa. Sasa wewe kiumbe kipya akaupa jina jingine ambalo sina pombe, ili zinafanana na kule soda. Ndugu alienda kabatizwa, lakini bado alipoona mzinga akafikiri ili uweze kufanana, uweze kuwa katika ile sehemu ambayo ako ni mpaka ubatize. Sasa haiendi hivyo, ni kwa fikra zake. Lakini mimi kama Mkristo ninavyojua ni kwamba kuna nguvu fulani ambayo ina pull. Sasa Mwenyezi Mungu akisema hivi, kuna huyu ambaye tunasema ni shetani, naye kuna vile anasema hivi. Sasa kwa mfano kuna kisa kingine kama kimefanana kidogo na hicho ambacho baada ya ndugu mmoja kuokoka. Huyu alikuwa ni mtu anapenda kucheza ngoma sana, hasa za ngoma za kitamaduni. Lakini sasa alipookoka siku moja, katika pite za hapa na pale, akaona zile ngoma vile zinavyopigwa si vile ambavyo zilikuwa zikipigwa zamani. Nikana kwamba wameharibu ule mtindo. So akajaribu kwenda pale, anaambia kwamba mimi niliokoka, lakini jinsi mnavyopiga hizo ngoma sivyo. Mimi nilikuwa nataka nionyeshe vile ambavyo upigwa, alafu nyinyi muendelee. Sasa utagundua nikana kwamba huyu bado anatamani. Huyu bado anatamani. So kile ambacho naweza jifundisha ni kwamba
mtu anapokuwa katika badiliko fulani haruhusiwi tena kujihusisha katika sehemu ambayo huenda ikamrudisha tena pale. Coco FM, ladha ya Pwani.